Kama nilivyosema mwanzoni, tunapozungumza bandari tunazungumza biashara. Hapa tunazungumza mapato ya nchi. Uboreshaji mkubwa uliofanywa katika bandari ya Dar es Salaam umetuletea matokeo makubwa katika ukusanyaji wa mapato katika nchi yetu. Mamlaka yetu ya mapato Tanzania TRA imeongeza ukusanyaji wa mapato. Wastani wa makusanyo ya mapato hivi sasa kwa TRA kwa mwaka 2025-26 tumefikia wastani wa shilingi trilioni 3.16. Sasa mtakumbuka niliwaambia mapato yanayotokana na forodha kutoka bandari ya Dar es Salaam yamefikia zaidi ya shilingi trilioni 12.3. Mapato haya yameongezeka kutoka shilingi trilioni 7. Ongezeko hili limetokana na uwekezaji mkubwa tulioufanya bandarini. Lakini uwekezaji mkubwa tulioufanya bandarini umeongeza biashara katika nchi yetu. Na sasa mapato ya TRA katika nchi nzima yameongezeka. Naomba kuchukua nafasi hii kuwapongeza TPA na TRA. Wamekuwa ma midfield wa uchumi wa Tanzania wazuri sana, kwa sababu wao wakiteteleka uchumi wetu utateteleka, mapato yetu yatateteleka. Sasa kwa TRA ukusanyaji wa mapato ambao nimewaambia umefikia wastani wa 3.13 umeongezeka sana ikilinganishwa na miaka 5-6 iliyopita ambapo wastani ulikuwa ni kama shilingi trilioni 1.5. Sasa tumefika shilingi trilioni 3, mara mbili, zaidi ya mara mbili. Wanasema ongezeko la 107%. Haya ni mafanikio makubwa ndugu zangu wa Tanzania, na serikali inapotangaza kuchukua hatua madhubuti za kuleta matokeo makubwa, hii ndiyo maana yake. Nalizungumza kwa utuo hili kwa sababu tumekuwa na changamoto ya baadhi ya watu kupotosha hatua madhubuti ambazo zinafanywa na serikali. Serikali ni lazima iwe mbele ya muda kuangalia nini kitatokea kesho kwa manufaa ya Watanzania, na ndicho ambacho Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anakifanya. Matarajio yetu katika mwaka 2025-26 ni kukusanya mapato ya serikali yanayozidi lengo lililowekwa la kukusanya shilingi trilioni 36.06, ambapo hadi sasa tukiwa nusu ya safari ya mwaka wa fedha wa 2025-2026 tumesha kusanya shilingi trilioni 18.77, sawa na ufanisi wa 103.7.